Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, na leo ikiwa ni Mei 29 mwaka 2025. Somo la leo linasema vazi la haki ya Kristo mwenyewe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uishie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepata nafasi na kutenga muda wake kujifunza somo hili. Kila mmoja ambaye amefanya hivyo, ukambariki maradufu sawa na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa ajili ya wale ambao wameendelea kukutafuta kila siku. Hakika Bwana umesema tukikutafuta tutakuona. Tusaidie tukuone, Mungu wa mbinguni. Nasi tunapoenda kujifunza somo hili, tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Ufunuo sura ya 3:18 inasema, nakupa shauri, ununue kwangu mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Mavazi meupe ya kutokuwa na makosa yalivaliwa na wazazi wetu wa kwanza walipowekwa na Mungu katika Edeni takatifu. Waliishi kwa ukamilifu wa kushirikiana na kutimiza mapenzi ya Mungu. Nguvu zote za upendo zilitoka kwa Baba yao wa mbinguni. Nuru laini na njema, nuru ya Mungu, iliwazingira watakatifu hawa wawili. Vazi hilo la nuru lilionyesha jinsi walivyovikwa mavazi ya kiroho ya uadilifu wa mbinguni. Kama wangekuwa waaminifu kwa Mungu, nuru hiyo ingeendelea kuwazingira. Lakini dhambi ilipoingia, walikata mawasiliano yao na Mungu. Hivyo ile nuru iliyowazunguka ikawaacha. Wakiwa uchi na kuaibika, walijaribu kuweka matawi ya mitini walioyashona pamoja badala ya nguo. Hili ndilo wanalolitenda waasi wa sheria ya Mungu tangu siku ile Adamu na Hawa walipoasi. Wanajishonea matawi ya mtini kuficha uchi wao uliosababishwa na uasi. Wanajivika mavazi walioyabuni wenyewe, na kwa kazi zao wenyewe wanajaribu kufunika dhambi zao ili wakubaliwe na Mungu. Lakini hawawezi kufanya hilo. Hakuna ambalo mtu anaweza kubuni likaziba pengo la vazi la kutokuwa na dhambi lililopotea. Hapata kuwa na vazi la majani ya mtini, wala vazi lolote jingine la kidunia litakalovaliwa na wale watakaoketi na Kristo na malaika zake katika karamu ya mwanakondoo. Ni vazi lile tu ambalo Kristo mwenyewe ametoa, ambalo litatuwezesha kudhihirika mbele za Mungu. Kifuniko hicho, vazi la haki yake mwenyewe, ndilo Kristo atawapa wote wale watubuo na kuamini. Nguo iliyoshonwa katika mashine ya kutarizi ya mbinguni haina aina yoyote ya ufundi wa kidunia. Katika ubinadamu wake wote, Kristo alidhihirisha tabia timilifu, na tabia hiyo anajitolea kutupatia. Matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Isaya sura ya 64 aya ya 6. Kila tunachojaribu kukitenda wenyewe kinachafuliwa na dhambi, bali mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa ajili ya utii wake mkamilifu, amemwezesha kila mtu kuzitii amri za Mungu. Tunapojisalimisha kwa Kristo, moyo huunganishwa na moyo wake, nia inaambatanishwa na nia yake, mawazo yanakuwa mamoja na mawazo yake, na fikra zinaletwa katika utii mkamilifu kwake. Hapo ndipo tunaishi maisha yake. Hili ndilo jambo lililo na maana ya kuvikwa vazi la haki yake. Hapo ndipo akituangalia, Bwana hataona majani ya mtini wala uchi na vilema vya dhambi, bali vazi lake mwenyewe la haki, ambalo ni utii kamili wa sheria ya Yehova.
Lulu za Uzima, ukurasa wa 120 hadi 121. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ilikuwa ni Mei 29, mada ikisema vazi la haki ya Kristo mwenyewe. Kumbuka, katika mwezi huu wa Mei tumejifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama Mungu mtoa sheria. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa miisho tunayoiendea ya mwezi huu, na Mungu atukuzwe sasa na hata milele. Amina.